Ramadhani imekuja alhamdulillah na imetukumbusha vitu vingi sana. Miongoni mwa vitu ambayo Ramadhani imetukumbusha ni umuhimu wa msikiti katika maisha ya Muislamu. Msikiti ni chombo muhimu sana katika maisha ya Muislamu. Na ndio unaona leo Muislamu masaa 24 katika mwezi wa Ramadhani anaikumbuka msikiti, anaifuatia msikiti, kila mara yuko msikitini katika swala ya jamaa, katika darsa, katika tarawih, katika kusoma Qur'an, kila mara unamkuta msikitini. Maana yake Ramadhani imetukumbusha kwamba sehemu ya Muislamu kufaulu ni sehemu hii. Hii manyumba yetu, makazini tutayafanya kwa sababu ya dunia na kwa sababu ya uhai wetu, lakini tusisahau sehemu kama hii. Na hapa ndo sehemu ya kufaulu. Hata ule muadhini anapoadhini anasema hayya ala salah, hayya ala alfalah. Njooni katika kufaulu, njooni katika kuswali, njooni katika kufaulu. Hapo ndo sehemu ambayo kufaulu kote inapatikana. Umefahamu? Kwa hivyo hii ni jambo ambalo Ramadhani imetukumbusha sisi. Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema la masjidun ussisa ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fi. Msikiti umejengwa msingi wake juu ya uchamungu toka siku ya kwanza iliposimamishwa. Kwa hivyo wewe kama Muislamu usikae mbali na msikiti katika maisha yako yote. Kila mara karibia msikiti. Leo unakuta malasafu shadidi inaweza ikapita wiki Muislamu hajakanyaga msikitini. Anangojea mpaka siku ya Ijumaa ndo aje msikitini. Hii ni makosa, hii ni hasara kubwa sana. Wewe utakuwaje Muislamu leo wiki nzima hujakanyaga msikitini, unangojea mpaka Ijumaa? Utakuwaje Muislamu wa sawa jamani? Hii ndio sehemu yako ya kufaulu. Na ndio unaona hapa tunajibidiisha katika mwezi wa Ramadhani. Mwenyezi Mungu ameileta Ramadhani ili kumkumbusha Muislamu umuhimu wa msikiti katika maisha yake. Na ndio unaona hata katika 10 ya mwisho mtu anajipinda ndani ya itikafu na ndio hatoki mle ndani mpaka Ramadhani inapomalizika. Kwa hivyo ikiwa wewe ni Muislamu na unaishi mbali na msikiti, basi pata kujua kwamba unafanya makosa makubwa sana. Ikiwa umejenga nyumba sehemu ambaye hakuna msikiti, hiyo nyumba kama ni unaona kuna dharura ya kuuza, kanunue nyumba sehemu nyingine ambaye kuna msikiti karibu. Umekodisha nyumba sehemu ambayo ni mbali na msikiti, hama hiyo nyumba. Huwezi kuishi mbali na msikiti. Utaishi vipi mbali na msikiti wewe Muislamu? Kwanza Muislamu anafaa kuangalia msikiti sehemu ambayo anataka kuishi, kisha pili akaangalia majirani wangu ni kina nani. Aljar kabla ad-dar. Kwanza anakuja jirani mwanzo kabla ya kuchagua nyumba ambayo unataka kuishi wewe. Wanaoishi pembezoni mwako ni Waislamu, unaishi karibu na msikiti, unasikia Allahu Akbar, kila mara unasikia assalamu alaikum. Umefahamu? Unakutana na Waislamu, unakutana na mambo ya khairi, unakaa katika darsa. Lakini vipi leo Muislamu unakaa mbali na msikiti alafu unatarajia maisha yako itakuwa ni maisha yenye khairi? La hasha. Lakini Ramadhani imekuja kutukumbusha hiyo kwamba jamani, hii ndio sehemu ya kufaulu kwetu, hiko hapa.